Tunaangazia mzozo wa Sudan Kusini ambako licha ya kutia saini mkataba wa makubaliano kusitisha vita, mzozo umeenea na kwa sasa sio mzozo mmoja kwa sababu unajumuisha mizozo ya ndani kwa ndani ya kihistoria na mapigano kuhusu mashamba, rasilimali na uongozi. Kuangazia hili mwenzangu Sarafina Robi amezungumza na Dr. Edgar Githua kutoka nchini Kenya ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa, pamoja na Dennis Konga kutoka Tanzania ambaye ni mchambuzi pia vile wa masuala ya diplomasia na usalama. Karibu sana Sarafina. Naam, shukran Karo. Tukiangazia mjadala na nikianza nawe Dr. Edgar Githua, licha ya Sudan Kusini kupata uhuru mwaka 2011, ni kwa nini haijaweza kuungana na kuunganisha vikosi hivi vingi vilivyopo kuwa jeshi moja? Jambo la kwanza ni kuwa Rais Salva Kiir na naibu wa rais wa kwanza Daktari Riek Machar bado hawaaminiani kamili. Kila mmoja wao amekuwa ni amri mkuu wa kikosi chake cha jeshi. Mkataba waliopiga sahihi mwaka wa 2018 ulikuwa umesema kuwa hivi vikosi vitakusanyishwa, viletwe chini ya uongozi mmoja, lakini matatizo ya kupigania mamlaka na kutoaminiana ndio imefanya hadi wa leo ilo ahadi halijatimizwa. Hakika kuna taifa ambalo linaweza endelea mbele vikiwa na commander in chief wawili na vikosi viwili ambavyo havitambui rais ni nani ama havitambui mwelekeo wa nani ndio kiongozi kamili. Kwa hivyo sababu kubwa ni kuwa kutoaminiani na pia kupigania rasilimali ya nchi. Kutoelewana huko kumepelekea Rais Salva Kiir kumzuia nyumbani makamu wake Riek Machar. Nikija kwako Dennis Konga, hili lina athari gani? Kwanza tunarudi nyuma kwenye yale makubaliano ya mwaka 2018 ambayo yalijengea msingi ya kwamba nchi sasa itengenezwe na kuangalia usalama wa raia na mali zao, kwa maana ya kwamba hivi vikosi ambavyo vilikuwa vinashindana viweze kuunganishwa na kujenga jeshi. Sasa haya yote hayajafanyika na unaweza kugundua kabisa kisiasa imeenda mbali, kwa maana ya kwamba ilikuwa inatakiwa baada ya miaka 5 mwaka 2023 kuweze kufanyika uchaguzi kupitia ile katiba ambayo ilikuwa imefanywa, lakini jambo hilo halijafanyika. Na unaweza tukaona mwaka 2023, 2024 uchaguzi haukuweza kufanyika na sasa umesogezwa tena mbele kwamba haujafanyika. Sasa kumkamata kiongozi namba 2 wa nchi kwa maana ya Dr. Riek Machar, maana unahatarisha ule msimamo au msingi wa kujengea nchi, kuleta nchi kwenye kama moja nchi amani, kwa sababu nyuma ya Dr. Riek Machar wapo watu nafahamu kwamba SPLM wao wanaishi au wanadhani kwamba wamekamata nchi, lakini nchi imegawanyika na nchi lazima ibaki kuwa nchi, kwa maana ya nchi ya Sudani ya Kusini. Kwa haya yote yanatokea yanazidi kutonesha vile vidonda ambavyo vimeanza au vimeendelea kuwepo kuanzia miaka ya 90 na zaidi karibuni kuanzia 2013 mpaka 2018 baada ya makubaliano haya. Kwa hiyo sio jambo jema na sio jambo zuri, kwa sababu linaongezea mafuta kwenye moto ambao ulikuwa unawaka chini. Koko Dr. Edgar Githua, kutokana na mzozo huu nchi ya Uganda imevituma vikosi vyake Sudan Kusini kumlinda Salva Kiir badala ya kujaribu kusuluhisha mapigano baina ya vikosi vya Sudan Kusini na vikosi vinavyoshirikishwa na Riek Machar. Hili litaathiri vipi harakati za kujaribu kuwa na majadiliano ya amani? Unajua sasa Uganda kuingililia pale wanaingilia wakiwa naegemea upande wa Salva Kiir. Majeshi yake kupitia habari ambazo nimezisoma, kulikuwa askari wa UPDF ambao wanamlinda Salva Kiir na miundombinu kule South Sudan wanalipwa $100 kwa kila siku, ilhali majeshi ya South Sudan hawajapata mishahara. Tunaelekea miezi 6 miezi 7 sasa. Kuna shida pale. Uganda kuingililia huu mzozo wakiwa wamegemea upande wa Salva Kiir wataleta shida kamili, kwa sababu upande wa Riek Machar unaona kuwa Museveni pale haezi aminika kuwa mtu atakaye suluhisha shida za South Sudan. Anaonekana pale anafuata mambo yake binafsi. Kumbuka Uganda ndio wanauza chakula nyingi sana pale Juba, pale South Sudan. Tuseme sehemu kubwa ya uchumi wa South Sudan na hasa katika mji mkuu wa Juba, Waganda ndio wanaouza bidhaa, vyakula, maziwa na mambo mengi pale. Pia wamefungua biashara nyingi sana. Kwa hivyo Museveni akiingililia huu mzozo anaingilia kwa sababu ya ile rasilimali anatoa kutoka ile nchi, na haswa anaona
anaona akimsaidia Salva Kiir abaki kwenye kiti, maslahi ya Uganda itakuwa imeendelea vizuri, na pia anaona kuwa atapata ile faida, kwa maana Uganda wameweka wanabiashara nyingi pale katika uchumi wa South Sudan. Kuingililia kwa Museveni kutafanya huu mzozo usiishe kwa haraka. Uganda ina nia gani Sudan Kusini hadi kusababisha Rais Museveni hivi sasa kufanya ziara ya kighafla nchini humo? Inashangaza kwa sababu Dr. Githuo amezungumza vizuri hapo, kwa maana ya kwamba maslahi ya kibiashara. Lakini swali litakuja, ni biashara za kina nani? Unagundua kwamba biashara nyingi kwenye nchi nyingi za Kiafrika hazishikwi na wananchi hao wa kawaida, zinashikwa na hao wanasiasa. Kwa hiyo ni maslahi ya kisiasa ambayo yanaenda kifamilia, yanaweza kulindwa hapo. Sasa tukija tukiangazia upande wa usalama na upande wa nafasi ya Uganda, unaweza kuona ziara ya ghafla ya Rais Museveni, utagundua kwamba bado ni ile kutaka kuibakisha enzi kama ilivyo. Na hii nisema tu kwa ukweli, kwa sababu yale makubaliano mwaka 2018 ya katiba ile ya mpito walikuwa nataka maamuzi yarudishwe kwa wananchi. Kwa Uganda kama nchi inapoingilia kupitia jeshi lake kumsaidia kiongozi wa nchi, kwa maana ya Rais Salva Kiir, manake inajaribu kupingana na yale maazimio, inataka kwamba wananchi wapewe nafasi ya kuamua. Na swala la wananchi kupewa nafasi lina mguso mkubwa. Tumegusia hapa kama kweli tunaweza kulipa kwa siku moja $100 kwa wanajeshi wa kigeni. Kwa nini tumeshindwa kuwalipa wanajeshi wetu? Sababu kama jeshi litakosa nidhamu, na imesemwa sana hivyo, ukiangalia kuna vizuizi vingi vimewekwa kwenye maeneo mengi ya miji ambayo vinawekwa na hawa wanajeshi wakijaribu kupata chochote ili waweze kukidhi haja zao za kiuchumi. Sasa unaweza kuona ni kwa nini haya yanatokea. Haya yana ishara mbaya, kwa maana eneo hilo lote likiharibika bado inaelekea ule msingi wa kwamba Afrika hakujatulia, na jambo kubwa ukigusa sana ni umaskini. Na umaskini mbaya ni umaskini wa wananchi, kwa sababu wataangalia vile vitu walivyo navyo, ardhi, wataangalia maji, wataangalia mifugo, wataangalia vitu ambavyo wanavyo mkononi. Wanaweza wasiwe na silaha, na hata wakichukua silaha watakuwa wanataka kulinda kile kidogo walichonacho. Kwa hiyo mimi nasikitika kwamba Uganda inaingia, badala ya kuwa msuluhishi, wao wanakuwa ni sehemu ya huo mgogoro, kwa maana kwamba inatetea sehemu ya mpango. Ni jambo baya kuwa nalo katika upande wetu huu, na hasa ikiwa wote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo itakuwa afadhali wapo wataondoka ndipo wasionekane kuegemea upande mmoja. Wanatakiwa hata kama wako pale, lakini wafanye kazi ya usuluhishi, wawe katikati, waweze kusaidia kuleta utangamano. Manake ukisema kwamba wao wanavisaidia vikosi vya serikali ya Rais Salva Kiir, vipi hawa wengine ambao wako pande mwingine? Haya, tunazungumza sasa hivi makamu wa rais Dr. Machar yuko kwenye kizuizi cha ndani ya nyumba. Vipi nafasi yake katika haya? Ndio hizi nazungumza kwamba wao wasiondoke, lakini wasiwe wanaegemea upande mmoja, lakini waisaidie nchi kama Sudani ya Kusini na sio sehemu ya wana Sudani ya Kusini. Koko Dr. Githuo, maelfu ya raia Sudan Kusini sasa wanakimbilia mataifa jirani wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya Sudan Kusini baina ya vikosi vya serikali na wanamgambo wanaohusishwa na Riek Machar. Tukiangazia changamoto za hivi karibuni, kuhama huku kumekuwa na athari gani sio tu kwa Sudan Kusini bali pia kwa mataifa jirani? Kumbuka, wakimbizi wakitoka South Sudan wengine watatorokea taifa kama Uganda, wengine watakimbia kule Ethiopia, eneo inaitwa Gambela. Wengi watashuka pale kupitia Kakuma na mpaka ya Kenya, wataingia kwenye Kenya. Alafu kumbuka hawa wakimbizi wanaingia ilhali bado Sudan Kusini, vita kati vya Dagalo na Burhan vimetoa wakimbizi zaidi ya 8,000,000. Kwa hivyo utakuta za South Sudan pia, Sudan Kusini pia wakiwa na wakimbizi, mataifa kama ya Kenya, Ethiopia, Uganda hadi Tanzania, tutasikia huo uzito wa hao wakimbizi. Hatari zinazokuja na wakimbizi kuanzia miundombinu haziwezi kabiliana na idadi ya watu ambao wanakuja. Kumbuka ni akina mama, watoto, wazee wasiojiweza. Lazima maslahi yao yaangaliwe, matibabu yao, chakula chao.
Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto lingine ambalo tunazopata ni kuwa sio wote ambao wanatoroka ni wakimbizi halali. Wahalifu pia hujificha katikati ya wakimbizi, na wanapotoroka watakuja na silaha. Kwa kizungu tunaziita small arms and light weapons. Utakuta wengine watatoroka na bunduki zao, watakuja wataziuza kwa wahalifu katika hizi nchi tatu: Uganda, Kenya, Ethiopia. Kwa hivyo utakuta visa vya uhalifu vitapanda juu. Utakuta kuna bunduki nyingi ambazo zimepatikana kwa njia ya rahisi, kwa maana zimekuja kutoka hizi kambi za wakimbizi. Kwa hivyo changamoto ni nyingi sana, na haswa Sudan Kusini. Watu wakitoroka Sudan Kusini, hiyo nchi itajengwa lini? Hiyo ndio swali kubwa ambalo tunafaa tujiulize. Itajengwa lini kama watu wote, raia wote watakuwa wametoroka kwa sababu ya hofu ya hivi vita? Kwa hivyo ni changamoto ambazo ni nyingi, lakini naweza kutaja chache ili tuweze kuelewa kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaenda kupata shida kubwa kama vita havitakomeshwa na kama amani itapatikana katika taifa la Sudan Kusini. Na nikija kwako Konga, Sudan Kusini vile vile ilipoteza mgao wa mafuta yake ya kusafirisha au kuuza nje kutokana na mapigano yanayoshuhudiwa kaskazini, na sasa Sudan Kusini inasumbuka kifedha. Je, hiki pia ndicho kiini haswa cha changamoto za Sudan Kusini? Naam, ni kiini kikubwa. Yani huwezi ukayaondoa madai haya ya kiuchumi kama ni sehemu moja hapo ambayo imepelekea hali mbaya, kwa sababu hao watu wote ukiuliza, kwa mfano hata jeshi halijalipwa, na wao wanalalamika kwamba hawawezi kushiriki kulinda maslahi binafsi ya viongozi. Maana sasa viongozi nao wanaanza kung'ang'aniana kile kidogo ambacho kinapatikana. Wanajeshi na wenyewe wanaweka hivyo vizuizi barabarani ili wapate chochote. Unaenda upande wa pili wa vikosi vinavyopingana na vikosi vya serikali, na wenyewe vinaweka maeneo ya kwao. Hata ukiangalia wakati fulani walikuwa wameondoa hivi vizuizi, lakini ilikuwa ni sehemu ya majeshi ya serikali kuweza kuwaondoa wale washindani wao na kuweka tena vizuizi vya kwao kwa ajili ya manufaa yao. Kwa swala la uchumi haliwezi kukwepwa hapa, na mara nyingi imekuwa ni chanzo kikuu, sio uchumi wa nchi, lakini uchumi wa watu wachache ambao sasa unafanywa kwamba ni sehemu ya madhila ambayo wananchi wa nchi wanakuwa wanaipata, wananchi kama wote. Kwa hiyo ni jambo baya na lipo na watu wanaliona kwa uwazi kabisa. Bahati mbaya sasa ni kwamba ile mifumo ya kuweza kuleta usuluhishi, unaweza kuangalia hata watu wa IGAD wanakuwa hawana nguvu ya kuweza kuletea hali, na hali ya sintofahamu inazidi kuendelea kukua, ikiwaathiri zaidi wale watu wa kawaida, hasa wanawake, watoto, wazee, wagonjwa, na kuletea shida pia kwenye nchi za jirani kama ambavyo wamezungumza vizuri Dr. Githua. Kwa hiyo haya mambo sio ya kuyachukulia kikawaida, ni mambo ya kuweza kukemewa, na labda tujiulize swali zuri sana kwamba hiki nani atakuja kujenga nchi hiyo, kwa sababu bado ni nchi changa na bado watu hawataki kufika sehemu wakakubaliana na kukubali ukweli kwamba wanataka kujenga nchi ikiwa nchi moja, kuondoa hizi sintofahamu za ukabila, ukanda na maslahi binafsi ya watu wachache ambao wana madaraka. Kuhusu kujenga nchi hiyo, nikija kwako Dr. Githua, Kiir na Machar hapo awali kama mlivyokuwa mmegusia walitia saini mkataba wa makubaliano ya amani mwaka 2018, ila tangu mwaka huu hakuja kuwa na amani yoyote nchini humo Sudan Kusini. Sasa shida iko wapi baina ya hawa wawili? Ni nani ambaye hazingatii mkataba huu? Rais Salva Kiir ndio ameonekana kuwa kuvunja huu mkataba. Yeye ndio huwa ahadi zake hatimizi. Tuna mambo mengi ameyafanya, kwa mfano kukiuka huo mkataba. Kwa mfano walikubaliana katika huo mkataba watagawana serikali. Kuna waziri fulani, sehemu fulani za waziri fulani ambazo zitakuwa za SPLM-IO chini ya makamu wa rais Riek Machar, na kuna sehemu zitabaki upande wa Salva Kiir. Lakini umekuta miaka miwili imepita, Salva Kiir anawafuta kazi mawaziri ambao wameteuliwa na Riek Machar, wananyang'anya nyadhifa zao, anageuza mawaziri, na hivi mambo haya yote yamekuwa yakileta utatanishi mkubwa. Kwa hivyo kwa maoni yangu, Salva Kiir yeye ndio amekuwa hafuatilii, na yeye ndio huwa hata fedha zikipatikana hagawi upande ule mwingine. Daktari Riek Machar amekuwa akiandika barua nyingi mara kwa mara akijaribu kusema huu mkataba Salva Kiir anauvunja, na yeye Salva Kiir amekuwa pia sio kwa kumtetea, lakini tuseme afya yake sio nzuri. Kwa hivyo wanaomzingira wamekuwa wakichukua nafasi hii kujitajirisha na kutumia jina la rais kufanya mambo ambayo imeleta mzozo ambao tunaona wakati huu. Kwa hivyo tuseme ni upande wa Salva Kiir ambao umekuwa ukikiuka huu mkataba, lakini Salva Kiir, habari zinazonifikia ni kuwa hali yake ya afya sio nzuri, kani ambao wanaongoza nchi ni hao ma-advisors wake, nao ndio wameleta shida ambao tunaiona wakati
mikakati. Lakini zaidi ya hayo, kuna msukumo mwingine wowote ambao tunaweza tukasema unachangia kwa yeye kutozingatia mkataba huo? Ninaweza sema kuwa pande zote mbili, Riek Machar na Salva Kiir, ukweli wa mambo tukisema, hawataki kung'atuka kutoka mamlakani, na wanajua kura ikifanywa, taifa na wananchi wa South Sudan wamechokeshwa na hawa viongozi wawili. Nimekuwa nikiongea na marafiki wengi wangu kutoka South Sudan, na wanasema wakipatiwa nafasi wangemtaka Salva Kiir ajiuzuru na hata Riek Machar aondoke, wajaribu kutafuta viongozi wengine ambao wataangalia masilahi ya taifa la South Sudan. Kwa hivyo ni kama pia kwa njia nyingine hawa viongozi wawili wamekubali kushikilia mamlaka, na ndio maana umekuta wakiahirisha uchaguzi baada ya miaka miwili, wanaahirisha tena, na hata hivi sasa, hata tukifika mwaka 22-26 labda wataahirisha tena, kwa sababu hawataki kung'atuka kutoka mamlakani. Kwa hivyo wote wawili wamechangia haya. Kiir anashutumiwa kwa kutofanya uchaguzi kulingana na katiba ya mwaka 2010. Uchaguzi umeahirishwa mara nyingi. Ni kwa nini jumuiya za kikanda hazijamshinikiza kufuata mkataba na katiba kama hili litatatua mzozo huu? Kitazama hizi jumuiya za kikanda, ndio maana wakati mwingine watu wanakuwa hawaziamini, kwa sababu zimekuwa mara nyingi zikisikiliza sana sauti kutoka kwenye serikali inayotawala nchi. Kwa hiyo utagundua wao wenyewe pia kwa maeneo fulani wamekuwa na mazongezonge, wamekuwa maweo hayakawa sawa. Yaani kwa maana zile sheria, taratibu, hata kwenye nchi zao wenyewe, baadhi ya nchi, sio zote, zimekuwa zina maswali mengi. Kwa hiyo wakati mwingine kunyoshana kidole kunakuwa ni kigumu kidogo. Tukirudi kwenye katiba ndio inayotoa msingi wa nafasi ya wananchi na viongozi kuweza kuongoza nchi. Sasa kama katiba haiwezi kuheshimiwa na jumuiya ya kimataifa inaona, lakini wanatoa tena visingizio. Kwa mfano awamu iliyopita walizungumza habari ya kukosekana kwa pesa za kuweza kufanyisha zoezi hilo la uchaguzi, kwa maana ya kuweza kuamsha ofisi ambazo zilikuwa zimefungwa kwa muda mrefu. Na Profesa Abednego ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kule South Sudan alizungumza vizuri hivyo, lakini pia kuweza kuamsha hawa watumishi ambao kwa sehemu kubwa walikuwa hawajalipwa na wengine wamekufa, wengine hawapo, lakini pia kuweza kusajili hawa wapiga kura katika nchi. Kwa unakuta ni process ambayo ni jambo ambalo linahitaji usaidizi mkubwa kutoka jumuiya ya kimataifa. Lakini jumuiya ya kimataifa sikuiona ikiwa imeingia kwenye suala hili na serikali ikaamua vinginevyo. Kwa hiyo pia nafasi ya jumuiya ya kimataifa ipo hapo, na utagundua pia kwamba kwa mfano IGAD wao wanazungumza habari ya kwamba ile mekanizmu ya kuweza kuleta amani kule ilikuwa imeshindwa. Kwa sababu gani? Hakuna ule ufuatiliaji wa karibu wa kujua nini kinaendelea kule, na hata kama wakijua hakuna utekelezaji wa yale maazimio ambayo yapo. Kwa hiyo inaonekana kama ni sifa kwa wao, ni jambo ambalo limeonekana la kawaida kwao kuanzia mwaka 2018 kukiuka makubaliano yoyote. Kwa hata yale mapitio yale yanayotokea pale kutoka kwa jumuiya ya kimataifa yanaonekana yataweza kukiuka tu, na mara nyingi tunaona viongozi hawa wote wamekuwa hawataki hata kushiriki kwenye vikao vile vya usuluhishi au kwenye vikao vya mapitio, wakitoa visingizio mbalimbali. Kwa ni jambo ambalo lina maslahi kwao, kwa maana ya kwamba wakipata haya, lakini nafasi ya wananchi lazima irudishwe kwao. Wananchi wakiamua, naamini kabisa Salva Kiir sio Riek Machar wanaweza kabaki hapo, na siasa hizo za kikanda, siasa za ukabila kwamba hawa ni Wadinka, hawa ni zitakuwa hazina nafasi. IGAD wenyewe wamekiri kwamba wamefeli. Kwa sababu gani? Lazima kwanza kuwepo na ushiriki wa nchi sasa wa uongozi wa kinchi. Sasa uongozi wa kinchi kama umegawanyika, hapo unazungumza makamu wa rais ambaye yuko kizuizini na ni sehemu ya serikali, naye ana sehemu ya watu ambao wako nyuma yake. Alafu unazungumza na rais ambaye kwa sehemu kubwa afya yake, na hii tunazungumza kwa wazi, haiko vizuri. Ana wasaidizi ambao wanaona lolote litakalotokea kubadilisha enzi itakuwa ni baya. Kwa hakuna usaidizi wa moja kwa moja kutoka kwa IGAD. IGAD haiwezi kufanya pasipokuwa na ushiriki wa wananchi wa Sudani ya Kusini, pasipokuwa na ushiriki wa serikali ya Sudani Kusini. Na serikali unaweza kusema haipo, ni Juba pana amani, lakini vipi maeneo mengine ambayo yako nje ya Juba? Kwa nini kunakuwa hali ya kutokuwepo hivyo? Kwa kutokuwepo kwa amani huku kuna nyang'anya ule uhalali wa lolote linaweza likafanywa na IGAD. Vinginevyo lazima wakubali kwamba Riek Machar pamoja na Salva Kiir, rais wa nchi, wawezi kukaa na kuzungumza, lakini mmoja amemzuia mwenzake asitoke. Atafanyaje hayo mambo? Na tumeona kabisa kwamba kuna vitu vingi vinafanyika vikikinzwa na watu walioko ndani ya serikali. Kwa sababu ya maslahi binafsi. Labda tuende kwenye njia ngumu ambayo ni kuwekea vikwazo. Sasa bahati mbaya sasa vikwazo huwa haviwaathiri hawa viongozi wa kisiasa na viongozi wa kitaifa, vinawaathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida katika hiyo nchi. Kwa hiyo watakosa chakula, watakosa madawa, watakosa vitu vingi vya kimaendeleo kwao wenyewe. Kwa hiyo ni jambo baya ili kuweza kutafakari. Kija kwako Dr.
Gidhua, katika juhudi za kutafuta amani Sudan Kusini, mojawapo wa makamanda wa vikosi vya kijeshi vya Sudan anadai kuwa Sudan Kusini itajiunga kwa hiari na Sudan na kuwa nchi moja tena. Unadhani hili litafikiwa kweli, tukiangazia hali ya sasa ya nchi hizo mbili? Kwa maoni yangu, sidhani Sudan Kusini watakubali kurudia mahali walipokuwepo. Kumbuka wameishi miaka mingi sana kuanzia 1950s wakijaribu kupigania uhuru wao. So walipopata mwaka 2011 hawawezi kubali kurudi tena. Ilhali sasa Sudan mahali wanapata nguvu ni kwa sababu mfereji unaotoa mafuta Sudan Kusini unapita Sudan ukielekea kule Port Sudan. Kwa hivyo kwa tuseme miaka zingine kama 10 hivi Sudan watakuwa na ushawishi mkubwa, kwa sababu kabla Sudan Kusini waamke na wajijengee pipe nyingine labda ipite katika Lapset upande wa Kenya, watakuwa wakitegemea Sudan ili mafuta yao yaweze kupita pale. Ukisikia Sudan wakiongea vile ni kwa sababu wameona kuwa Sudan Kusini hawajaweza kujisimamishia mambo yao, na mara kwa mara nasikia hao Waarabu wa Sudan Kaskazini wakisema hao watu walipigania uhuru na hawakujua vile watafanya na uhuru ambao waliupata. Hawajaweza kujisimamia, uongozi wao ni mbaya, wanavuja mali ya umma na hawajiwezi. Kwa hivyo mifano mingi imetolewa kuonesha kuwa ni kama Sudan Kusini wameshindwa kujielewa na wameshindwa kutumia uhuru ambao walipewa kujenga taifa lao. Lakini kimsingi kutoka mioyo yao, afadhali wabaki na vita vyao, afadhali wabaki na shida zao, lakini kujiunga na Sudan Kaskazini tena hawawezi kubali. Konga, hili unalizungumzia vipi kuhusiana na tetesi hizi za Sudan Kusini kutaka kujiunga tena na Sudan? Kizungumza kama swala la umajumui wa Kiafrika ni wazo zuri, lakini wazo ambalo limeshindwa kuleta matunda wakati wa nyuma. Sasa inakuwaje sasa hivi? Nikigusa eneo hilo ni kwamba naliona ni gumu, kwa sababu kwanza uongozi ulioko sasa madarakani umeshaona namna bora ya kuweza kutenda ya kwao, kwa maana ya kwamba kufanya nguvu ya kiuchumi kama nchi, lakini upande mwingine ni kuona kwamba wanaweza wakatawala eneo la kwao. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa nini waende huku wakati walikuwa wametengeneza ile makubaliano ya 2018, ile framework iliyoko pale ilikuwa inapelekea au ilikuwa inahitajia sana ujenzi wa taasisi za kiraia, ujenzi wa taasisi za kiserikali, na yote ilikuwa anaanza kwenda vizuri. Shida pekee ndio narudi kule kwamba ni maslahi ya watu wachache walioko kule Sudani ya Kaskazini ambao wanadhani kwamba hawa hawana uwezo wa kuweza kujiendeleza. Lakini haya ni mambo ambayo yanaweza yakawekwa sawa na vitu vikakaa vizuri na watu wakaweza kupata chochote wanachokuwa wanakitaka kama nchi. Kwa mimi sioni kama kuna uwezekano wa Sudani ya Kusini kurudi tena na kujiunga na Sudani ya Kaskazini kutengeneza nchi, lakini bado kuna nafasi nzuri ya kuweza kuendeleza mashirikiano kama nchi ambazo zimewahi kuwa nchi moja na kuleta ujenzi ule wa taasisi imara ambayo inaweza kusaidiwa na nchi zote ambazo ni majirani, iwe ni Sudani ya Kaskazini, iwe ni nchi ya Ethiopia, iwe ni nchi ya Uganda, hata Kenya kama kiongozi pia mmoja wapo ndani ya IGAD, kuonesha mfano kwamba taasisi zilizo imara za kiraia zikaweza kujengwa ndani ya nchi ya Sudani ya Kusini na matokeo mazuri, matokeo chanya yakaweza kuonekana. Tukimalizia tu kwako Dr. Gidhua, sasa ipi njia mwafaka ya kusuluhisha mzozo huu nchini Sudan Kusini? Rais Salva Kiir na naibu wa rais Riek Machar washawishiwe, wang'atuke kutoka mamlaka, wawache South Sudan na wawache raia wenyewe wajitafutie viongozi ambao wanatakia hilo taifa mema. Najua ambacho nimesema sio rahisi, kwa sababu wote wawili hawatakubali kutoka katika mamlaka na wote wana ushawishi mkubwa na wana majeshi makubwa sana. Lakini kwa maono yangu, kama ingewezekana, Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na IGAD, Jumuiya ya Afrika, hata tuseme Umoja wa Mataifa, wawashawishi na waelezee, hatuwezi mwaka nenda mwaka rudi tuwe na shida ambayo imeshinda kutatuliwa. Tena mtazamo wako ni upi, Konga? Tusiache pia kuyashirikisha mashirika ya kiraia. Kuna mashirika mengi kule ambayo yanafahamu tabu nyingi wanazopata hawa watu, na yawezekana kabisa yakawa na mlengo mzuri wa kuona hali inaimarika ndani ya Sudani. Kwa tusiache, lakini pia tusiache kuwashirikisha hawa raia, hawa wananchi wanaitwa wa kawaida hawa. Wana mambo mengi ya kuweza kusemea na kufanya
hali ikawa tofauti. Ukiacha hayo, bado nasisitiza jumuiya ya kimataifa ina nafasi ya kuweza kutengeneza, ikiwa kama wanaweza wakaondolewa kwenye picha hawa viongozi wawili, basi waweze kupewa nafasi ya kwamba watakuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kuishi. Inawezekana ni hofu, kwa maana ya kwamba labda walichokishikilia wakikipoteza itakuwa ni mwisho wa kwao na labda na wale wanaozunguka, lakini basi wao wapewe nafasi ya kwamba bado maslahi ya kwao yatalindwa kutokana na mfumo ambao utakuwa umetengenezwa, sio kwa ajili yao wenyewe, ni kwa ajili ya nchi, kwa wao waweze kukaa pembeni na nchi iendelee kuwepo, kwa sababu nchi lazima ibakie kuwa nchi kwa namna yoyote ile, lakini sio kwa kuua raia wako, sio kwa kusababisha umwagikaji wa damu katika nchi yoyote. Shukran sana kwa wageni wetu kwenye mjadala ambao ni Dennis Konga kutoka Tanzania ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na usalama, pamoja na Daktari Edgar Githua kutoka nchini Kenya ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa. Kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Dira ya Dunia ambayo yamesimamiwa na Phyllis Mwate pamoja na Beldin Waliaula, na mhariri ni Robert Kipto, fundi wa mitambo Terry Chege, mwenzangu awali amekuwa ni Karurobi, nami ni Sarafina Robi. Hii ni BBC.